بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مولانا رب العالمين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، لازلنا وإياكم في شرح منظومة حرز الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na darsa zetu katika kuisherehesha manzuma ya Ash-Shatibiyya. Katika darsa iliyotangulia ambayo ilikuwa ni darsa ya 39, tuliangalia hadi beti ya 364. Na leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala katika darsa hii tutachukua kuanzia beti ya 365 na insha Allah tutaishia katika beti ya 375, tukiwa na mlango wa alwaqf ala awakhir alkalim. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya ambayo tunaojifunza yawe ni khalisan liwajhihi alkarim. Allah subhanahu wa ta'ala ajalie ndani yake yasiwe na riya wala sum'a. Allahumma amin. Qala an-nadhim rahimahullah: babul waqfi ala awakhiril kalim. والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزلا. وعند أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجملا. وأكثر أعلام القرآن يراهما لسائرهم أولى العلائق مطالا. ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا. والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحلا. وفعلهما في الضم والرفع وارد. ورومك عند الكسر والجر وصلا. ولم يره في الفتح والنصب قارئ. وعند إمام النحو في الكل أعملا. وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعراب غدا متنقلا. وفي هاء تأنيث وميم الجميع قل. وعارض شكل لم يكونا ليدخلا. وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما. ومن قبله ضم أو الكسر مثلا. أو ماهما واو وياء وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا. An-Nadhim rahimahullah ameanza katika mlango huu kwa kusema waliskanu aslu alwaqfi wa huwa ishtiqaquhu min alwaqfi an tahriki harfin ta'azzala.
المعنى أن إسكان الحرف عند الوقف عليه هو الأصل في الوقف. An-Nadhim rahimahullah ameanza kueleza ya kwamba kuiwekea sakna herufi wakati ambapo msomaji atahitaji kusimama katika herufi hiyo, hii ndiyo asili katika kusimama. Yani msomaji akiwa na hitaji kusimama katika herufi ambayo ina haraka, basi anatakiwa kutambua ya kwamba ile herufi anayosimamia kusimama nayo kwa sakna, hii ndiyo asili katika kusimama. Yani mfano ta'lamuna akasimama ta'lamun kwa sakna, tamam. Amma akasimama am kwa sakna, hii ndio asili katika alwaqf. Walwaqfu fi lugha, na tunaposema alwaqfu katika lugha ya Kiarabu, huwa alkaffu an shay, ni mtu kujizuia na kitu. Yuqal, inasemwa katika lugha ya Kiarabu, waqaftu an kadha idha taraktahu, ukikiacha kitu hicho. Walmuradu bihi huna, amma makusudio ya alwaqf katika hii sehemu, huwa waqfun an tahriki harfin, ni mtu kujizuia kunako kuiwekea haraka herufi. Tamam, ndio maana ikaitwa alwaqf, kwa sababu mtu anajizuia kunako kuiwekea herufi haraka. Tamam. Wa a'zala ay in'azala anil haraka, na a'zala maana yake ni in'azala anil haraka, yani herufi imejitenga na haraka. Kama yuqal, kama inavyosemwa katika lugha ya Kiarabu, hadha jundiyun a'zal, huyu mwanajeshi ni a'zal, bimaana, ikiwa ina maana annahu tajarrada min as-silah, ya kwamba mwanajeshi huyo amejiepusha na silaha. Bimaana ni a'zal, yani hana silaha. Tamam, hii ndio maana ya a'zal. Kwa hiyo An-Nadhim rahimahullah ameashiria katika beti ya kwanza ya kwamba kullul qurra, wanachuoni wote wanapohitaji kusimama katika herufi ambayo ina haraka, basi wanasimama na iskan. Kwa sababu gani? Kwa sababu iskan ndiyo aslu katika alwaqf. Waliskanu aslu alwaqfi, na iskan, yani kusimama kwa sakna, ndiyo asili katika kusimama. Wa huwa ishtiqaquhu min alwaqfi, na neno alwaqf limetoka katika maana ya alwaqf, mtu kujizuia, an tahriki harfin ta'azzala, kunako kuiwekea haraka herufi. Tamam, yani ta'azzala tajarrada min alharaka, herufi imejitenga na haraka. Tamam. Kwa hiyo alwaqf, neno hili limetoka katika alwaqf, na alwaqf ni mtu kujizuia kunako kuweka haraka katika herufi. Mafhum? Kisha akasema An-Nadhim rahimahullah, wa inda abi amri wa kufiyihim bihi min ar-rawmi wal ishmami samtun tajammala. Ay wa inda abi amrin wal kufiyin, na kwa imamu Abu Amr rahimahullah pamoja na maimamu wa Kufa, Asim, Al-Kisai na Hamza, fil waqfi birrawmi wal ishmam, katika kusimama kwa arrawm na ishmam. Na arrawm tulieleza katika mandhuma ya Al-Jazariya ni nini, na ishmamu pia, lakini na hapa pia tutaiona arrawm na al-ishmam kwa ufupi. Tariqun jamilun, Abu Amr rahimahullah na al-Kufiyun kusimama kwao kwa arrawm na ishmam
ndio njia ambayo ni nzuri, wa madhhabun hasan, na ndio madhhabu ambayo ni nzuri. Yani ikiwa ina maana Abu Amr rahimahullah na al-Kufiyin pia wana mtazamo wa kusimama kwa ar-rawm, tamam, pamoja na mtazamo wa kusimama kwa ishmam. Kwao jambo hili ni tariqun hasan, njia ambayo ni nzuri, wa madhhabun hasan, na madhhabu ambayo ni nzuri. Tamam. Kisha akasema an-Nadhim rahimahullah, wa aktharu a'lami al-Qur'ani yarahuma lisairihim awla al-alaiqi mitwala. Ay thumma bayyana anna akthara mashahiri naqala al-mulazimina lil-Qur'an. Kisha akabainisha an-Nadhim rahimahullah ya kwamba wale maqurra ambao ni mashuhuri almulazimina lilquran, walio lazimikiana na Qur'an, alladhina hum kal'alami, ambao wao ni kama nembo au alama, filihtidai bihim, katika kuongoka kupitia wao, yarawna ar-rawma wal ishmama li jami'i al-qurra'i ahaqqa ma yatawajjahu ilayhi al-insan. Wanaona ya kwamba ar-rawm na ishmam kwa wanachuoni wote ndio jambo la haki zaidi ambalo mwanadamu anatakiwa kulielekea. Wayartabitu bihi, na mwanadamu anatakiwa kufungamana nalo. Wayahtamu bishanihi, na anatakiwa kulitilia umuhimu. Wal maqsud, na makusudio ya maneno haya, anna akthara ahli al-ada, ya kwamba ahlul ada wengi, ya'khudhuna birrawmi wal ishmami libaqi al-qurra, wanachukua na kufanyia kazi mtazamo wa ar-rawm na ishmam kwa wanachuoni waliobakia. Wa hum Nafi', nao ni Nafi', wa Ibn Kathir, na Ibn Kathir, wa Ibn Amir, na Ibn Amir, ikhtiyaran, ikiwa ni mchaguo kutoka kwao, wastihbaban, na ikiwa ni mapendekezo kutoka kwao. Walam yarid anhum nassun bidhalik, na wala haijapokelewa kutoka kwao dalili katika hilo. Kwa hiyo inabaki maana ya kwamba iskan ni asl alwaqf, yani iskan ndio asili ya kusimama kwa wanachuoni wote, lakini imekuja nas kwa Abu Amr na al-Kufiyun ya kwamba wao pia walikuwa wakisimama kwa ar-rawm na ishmam. Tamam. Lakini pia jambo la mwisho wanachuoni wakaona istihbaban, tamam, wa ikhtiyaran, ya kwamba ar-rawm na ishmamu pia inatakiwa kufanyiwa kazi kwa Imamu Nafi' wa Ibn Kathir wa Ibn Amir. Na tunasema khulasatu al-kalam, ufupisho wa maneno, ya kwamba mtazamo wa ar-rawm na al-ishmam pia unafaa kwa wanachuoni ambao hawajatajwa, yani ukimtoa Abu Amr na al-Kufiyun. Kwa hiyo inabaki ya kwamba wakati wa kusimama tuna mitazamo mitatu. Mtazamo wa kwanza ni al-iskan, kusoma kwa iskan, na mtazamo wa pili ni ar-rawm, kusimama kwa ar-rawm, na mtazamo wa tatu ni al-ishmam, kusimama kwa ishmam kwa wanachuoni wote. Hadha mattafaqa alayhi ahlu al-ada, hili ndio jambo ambalo wanachuoni wameafikiana katika kusimama. Tamam. Wal mitwalu, na maana ya al-mitwal huwa al-hablu, ni kamba. Wayukanna bihi ani sababi al-muwassili ila al-matlub, na jina hili al-hablu, kamba, linatumika kuelezea sababu ambayo inamfikisha mtu katika lile jambo analolihitaji. Tamam. Faka annahu qal, ni kama vile an-Nadhim rahimahullah amesema, huwa ahaqqul asbabi sababan, ya kwamba jambo hili ni sababu ya haki zaidi. Tamam. Yani wa aktharu a'lami al-Qur'ani yarahuma, na wanachuoni wengi wa Qur'an wanaiona ar-rawm na ishmam lisairihim,
kwa wanachuoni wote, au lal'alaiqi mitwala, yani ni sababu nzuri zaidi ya kuunganisha udugu wao. Tamam, bimaana arraum na ishmam pia itafanyiwa kazi kwa Imamu Nafi', Ibn Kathir na Ibn Amir. Tamam. Kisha akasema an-Nadhim rahimahullah, wa raumuka isma'ul muharraki waqifan bi sautin khafiyyin kulla danin tanawwala. Al-ma'na والروم هو أن تسمع كل قريب منك مصغ إلى قراءتك حركة الحرف المحرك في الوصل. Na arraum, tunaposema arraum maana yake ni kumsikilizisha mtu ambaye yupo karibu na wewe, lakini musghin ila qiraatik, anayesikiliza kisomo chako, harakat alharfi, kumsikilizisha haraka ya herufi, almuharraki, ambayo ina haraka, fil wasli, wakati wa kuunganisha, bisautin khafiyin, yani herufi ambayo ina haraka wakati wa kuunganisha, unamsikilizisha haraka hiyo bisautin khafiyin, kwa sauti ya chini sana. Hala kaunika waqifan ala hadha alharf, hali ya kuwa ukiwa ni mwenye kusimama katika herufi hii. Yani maana ya arraum ni kusimama kwa haraka ya kiasi, tamam, ambayo itamjulisha yule ambaye anasikiliza kisomo chako ya kwamba herufi hii ambayo unasimama nayo kiasili ilikuwa ina haraka. Ndio maana ya arraum. Tamam. Watanawul, na maana ya tanawul ni mudari' nawala. Tanawul ni mudari' wa nawala. Yuqal, kuna semwa nawaltuhu fatanawal, ay ikiwa ina maana a'taituhu fa akhadha, nimempatia kitu akachukua. Waraumuka, na kusoma kwako kwa arraum, yani kusimama kwako kwa arraum au na raumu yako, isma'ul muharraki waqifan, ni kumsikilizisha mtu herufi ambayo ina haraka wakati ambapo utasimama katika herufi hiyo, bisautin khafiyin, lakini kwa sauti ya chini, kulla danin tanawwala, kila ambaye yupo karibu na wewe, lakini pia mwenye kusikiliza kisomo chako ndiye ambaye atakayediriki na kufahamu jambo hilo. Tamam, hii ndiyo arraum, na hatuna haja ya kuielezea sana kwa sababu tulielezea katika mandhuma ya Al-Jazariya. Qala al-allamatu Abu Shama, Imamu Abu Shama rahimahullah amesema, wa fi dhalik, na katika hilo, ay fi qawlihi tanawwala, ikiwa na maana katika kauli yake an-Nadhim rahimahullah, tanawwala isharatun ila qasdi as-sama'i, ni uashirio wa mtu kukusudia kusikia. Ay kullu danin sami'in, kila ambaye yupo karibu mwenye kusikia, munsitil liqira'atika, lakini pia mwenye kusikiliza kisomo chako, fahuwa almudriku lidhalik, huyu ndiye ambaye atakayelidiriki hilo, yani ndiye ambaye atakayesikia arraum vizuri, bikhilafi ghairihi, tofauti na mwingine, min ghafilin, akiwa ni mtu ambaye amepumbaa, yani hasikilizi vizuri, au asam, au mtu ambaye hasikii. Tamam, intaha kalamu. Bimaana arraum ni kutamka kwa haraka ya chini sana, jambo ambalo atalisikia mtu ambaye yupo karibu, lakini sio yupo karibu tu, anasikiliza kisomo kwa umakini. Kama mtu atakuwa yupo mbali au hasikilizi kisomo kwa umakini, basi hawezi kutambua ya kwamba mtu amesimama katika sehemu fulani kwa arraum. Ndio maana ya arraum hii. Mafhum? Kisha akasema an-Nadhim rahimahullah, walishmamu itbaqu shifahi bu'aidama
yusakkanu la sawtun hunaka fayashala. Ay wa amma al-ishmam, amma ishmam fahuwa an tutbiqa shafatayka aqiba taskini al-harfi duna sautin, ni unatakiwa kufunga midomo yako baada ya kuiwekea sakna herufi duna sautin, pasina ya sauti. Na tulisema utaifunga midomo kama vile ambavyo unatamka haraka ya dhamma. Tamam. Wala yudraku dhalika illa bil ain, na hilo haliwezi kudirikiwa isipokuwa kwa kuona. Fala yudrikuhu al-a'ma, hawezi kulidiriki hilo na kulifahamu mtu ambaye haoni. Tamam. Wa yashal, na maana ya yashal, idha sara fi sadrihi baha, ni mtu ambaye katika kifua chake au katika koo lake atakuwa na baha. Baha tunasema ni ukokotevu wa sauti, yani mtu ambaye hawezi kutoa sauti vizuri, tunasema huyu mtu ana baha katika koo lake. Tahulu bainahu wa baina raf'i sautihi, ukosefu huu wa sauti ambao utamzuia baina yake na baina ya kunyanyua sauti yake. Tamam. Yani baha ni mtu ambaye anatamka maneno lakini sauti imekauka. Kwa hiyo anaongea lakini sauti haitoki. Mafhumu Ay laysa hunaka sautun ma inda al-ishmam, ikiwa na maana hakuna sauti yoyote wakati wa ishmam, hatta yakuna dha'ifan yusma, ili sauti hiyo iwe ni dhaifu ambayo inasikika, haipo. Falmaqsud, maqsudio ya beti hii, nafyu wujudi sauti bilkulliya, ni kukataa uwepo wa sauti moja kwa moja, yani hakuna sauti yoyote ambayo itakayotoka. Ndio maana akasema fayashala, bimaana hata kama ni sauti ambayo ni ndogo haipo. Fakaannahu yaqul, ni kama vile an-Nadhim rahimahullah amesema laysa hunaka sautun ma, hakuna sauti ya aina yoyote. Tamam, katika jambo hilo. Wala dhaifun, hata kama ni sauti ambayo ni dhaifu. Walishmamu itbaqu shifahi bu'ida ma yusakkan, na ishmam ni kufunga midomo baada ya herufi kuwekewa sakna. La sautun hunaka, hakuna sauti huko, yani katika jambo hili la ishmam hakutokuwa na sauti yoyote. Fayashala, tamam, ay wala dhaifun fayusma, hata kama sauti ni dhaifu ikasikika, pia nayo hiyo sauti dhaifu haipo. Kwa hiyo hakuna sauti kiujumla wake. Mafhum wakati wa kuitamka ishmam na kuitekeleza ishmam. Kisha akasema an-Nadhim rahimahullah, wa fi'luhuma fi dhammi war-raf'i waridun wa rawmuka 'inda al-kasri wal-jarri was-sila, wa lam yarahu fi al-fathi wan-nasbi qari'un wa 'inda imam an-nahwi fi al-kulli u'mila. Al-ma'na, bayyana an-Nadhim huna mawadi' ar-rawmi wal-ishmam. An-Nadhim rahimahullah amebainisha hapa sehemu ambazo kunapatikana ar-rawm na kunapatikana ishmam. Faafad, akawa amefidisha ya kwamba anna fi'lahuma waridun fi dhammi war-raf, ya kwamba kuitekeleza ar-rawm au ishmam, basi jambo hilo linapatikana katika dhamma, yani haraka ya dhamma na ar-raf. Insha Allah tutaona kwa nini ametaja al-dhamm na ar-raf. Bimaana al-dhamm ni dhamma, na unaposema ar-raf bimaana herufi inatakiwa kuwa na dhamma, lakini kuna tofauti kwa ahlu al-lugha. Wa anna ar-rawma, na kwamba rawm wasala wa nuqila ilaina fil kasri wal jar, imefika na imehamishwa kwetu, yani imetufikia na imehamishwa kwetu, ya kwamba ar-rawm pia inapatikana katika kasra na jar. Walam yara ar-rawma fil fathi wan nasbi, na hajaiona ar-rawm au hajaifanyia kazi ar-rawm
katika fatha na an-nasb ahadun min al-qurra, yoyote katika wanachuoni wa Iqra. Wa anna ar-rawma u'mila fi al-harakat ath-thalathi, na ya kwamba ar-rawm imefanyiwa kazi katika haraka tatu: ad-dhamm, haraka ya dhamma, wal kasr, na haraka ya kasra, wal fath, na haraka ya fatha, inda imami nahwi, kwa mwanachuoni wa kinahwu, wa huwa Sibawaihi, na aliyekusudiwa hapa ni Sibawaihi. Bimaana Sibawaihi madhhabu yake anasimama kwa ar-rawm katika dhamma na kasra na fatha. Awil muradu a'immatu an-nahw, au makusudio maimamu wa kinahwu. Maimamu wa kinahwu wanasema ya kwamba ar-rawm inaingia katika haraka zote tatu, haraka ya dhamma, kasra na fatha, na hili jambo halina athari yoyote katika usomaji. Tamam. Kwa hiyo inabaki ya kwamba ar-rawm katika usomaji wa Qur'an inaingia katika dhamma na kasra na si katika fatha. Tamam. Hii ni khilafu ya ahli lugha, lakini sio khilafu ya al-qurra. Mafhum. Wadhamiru fi u'mila, na dhamir katika neno u'mila lirrawmi faqat, inarudi katika ar-rawm tu. Fal alifu fihi lil-itlaq, alif iliyopo hapo ni alif ya itlaq, wa laysat litathniya, na si alif ya uwili. Fal madhmumu mahallu lil-ishmam war-rawm, hivyo itakuwa herufi ambayo ina dhamma kunapatikana katika herufi hiyo ishmam na ar-rawm. Wal maksur mahallu lir-rawm faqat, na sehemu ambapo kutakuwa kuna kasra basi kutapatikana rawm tu. Fa idha waqafa ala al-harfi al-mutaharrik, hivyo msomaji akisimama katika herufi ambayo ina haraka fa in kana madhmuman, herufi hiyo ikiwa ina dhamma, au marfu'an, au ikiwa ina arrafu, fa fihi ma'a al-iskan al-mujarradi al-ishmam war-rawm, katika sehemu hiyo pamoja na mtazamo wa iskani tu kutakuwa kuna mtazamo wa ishmam na ar-rawm. Wa in kana maksuran, na herufi ambayo itakuwa ina kasra au majruran au ina jar, fa fihi ma'a al-iskan al-mujarradi ar-rawm, katika sehemu hiyo pamoja na mtazamo wa iskani tu kutakuwa kuna ar-rawm. Tamam. Wa in kana maftuhan au mansuban, na herufi ikiwa ina fatha au ina nasb, falaysa fihi inda jami'i al-qurra illa al-iskan al-mujarrad, hakutokuwa sehemu hiyo kwa wanachuoni wote isipokuwa mtazamo mmoja, mtazamo wa iskan tu. Tamam. Kwa hiyo dhamma itakuwa ina iskan, ar-rawm na ishmam. Kasra itakuwa ina iskan na ar-rawm. Fatha itakuwa ina iskani tu, hakutokuwa kuna ar-rawm wala ishmam. Wa fi'luhuma fi ad-dhammi war-raf'i waridun, na ar-rawm na ishmam inapatikana katika dhamma na ar-raf'. Tamam. Wa rawmuka 'inda al-kasri wal-jarri was-sila, na kusoma kwako kwa ar-rawm katika kasra au jar, jambo hili limetufikia au limehamishwa kwetu hivyo. Walam yarahu fil fathi wan nasbi qari'un, na hakuna msomaji yoyote ambaye ameona katika al-fath na an-nasb ya kwamba kuna ar-rawm au ishmam. Bimaana ar-rawm na ishmam haingii katika fatha na an-nasb. Wa inda imami nahwi, na kwa imamu wa nahwu au kwa maimamu wa kinahwu, fil kulli u'mila, katika haraka zote fatha, kasra na dhamma, ar-rawm imefanyiwa kazi. Mafhumu. Kisha akasema an-Nadhim rahimahullah, wama nuwi'a at-tahriku illa lilazimin bina'an wa i'rabin ghada mutanaqila. Al-ma'na hadha i'tidharun min an-Nadhim an dhikrihi 6 asma'in lilharakat. Hii ni i'tidhar kutoka kwa an-Nadhim rahimahullah kunako kutaja kwake majina 6 ya haraka. Tamam. Wa hiya 3 faqat, na kiasili ya kwamba haraka ni 3 tu, ni fatha, kasra na dhamma, lakini an-Nadhim rahimahullah ametaja majina 6 ya haraka. Fakaannahu qal, ni kama vile an-Nadhim rahimahullah amesema, ma nawwa'tu at-tahrika, sija
iwekea aina haraka. Wa qassamtuhu hadhihi al-aqsam, na sijaigawa katika vigawanyiko hivi, illa lianussa ala alqabil bina, isipokuwa nilihitaji kutoa dalili au kuelezea alqab za albina. Katika lugha kuna laqab za albina, kama ni jina likiwa ni mabni au ni kitendo kikiwa ni mabni, basi kuna laqabu yake, na kama jina au kitendo kikiwa ni mu'rab, basi kuna laqab yake. Kwa hiyo kila laqab inakuwa inaelezea aina ya jina. Je, hili jina ni mabni au ni mu'rab, au kitendo ni mabni au ni mu'rab, wa hakadha. Tamamu. Wahia, na hizi alqab za albinani, al-dhammu wal-fathu wal-kasru. Kwa hiyo ikitajwa dhamma katika lugha au fatha au kasra ni laqab za albina, majina ambayo ni mabni. Wa ala alqabil i'rab, lakini pia nimefanya hivyo kuelezea laqab za i'rab. Wa hiya, nazo ni arraf'u, kukitajwa arraf'u, wa nasbu na nasbu, wal jarru na jar, basi kunafahamika kwamba majina haya au vitendo hivi ni mu'raba. Tamam. Kwa hiyo kugawanya kwake na kutoa aina 6 za haraka ni kwa sababu hii, na tutaona kwa sababu gani an-Nadhim rahimahullah amefanya hivi. Liyulama anna hukmahuma wahidun, ili ifahamike ya kwamba hukumu zake, yani hukumu ya alqab za albina na hukumu ya alqab za i'rab ni moja. Fi dukhuli ar-rawm wal-ishmam, katika kuingia kwa ar-rawm na ishmam. Wa fil man'i minhuma, na katika kuzuia ar-rawm na al-ishmam, au min ahadihima, au kuzuia kimoja wapo kati ya ar-rawm au ishmam. Wala wiqtasartu ala dhikri alqabi ahadihima, na kama ningetosheka, dhamiri ya taa ina dhamma. Tamamu, hii ni khata katika uandishi. Na kama ningetosheka katika kutaja laqab za kimoja kati ya hivyo viwili, imma alqab za albinatu au nikataja alqab za i'rabu tu, la tuwhima anna al-akhara ghayru dakhilin fi dhalik, ingedhaniwa ya kwamba kile ambacho sijakitaja hakiingii katika hilo. Wa annahu hukmun khasun bil mansusi alayhi, na ingedhaniwa ya kwamba hiyo hukumu iliyotajwa ni hukumu maalum kwa kile ambacho kimetajwa, yani kimetolewa dalili. Kama ningetaja alqabu za albinatu, yani ningesema dhamm na fatha na kasra, basi ingedhaniwa kwamba hukumu inabaki katika dhamma, fatha na kasra, na haitoingia katika alqabu za i'rab, yani hukumu haitoingia katika arrafu na an-nasbu au aljar. Na kinyume chake, ningetaja alqabu za i'rabu tu, basi ingedhaniwa kwamba hukumu ya ar-rawm au ishmam inaingia katika zile alqabu za i'rabu tu, na kinyume chake, bimaana hukumu isingekuwa inaingia katika alqabu za albina. Ndio maana an-Nadhim rahimahullah akataja alqabu zote za albina na alqabu za al-i'rab. Mafhum. Wa safwatu alqawl, na usafi wa kauli au tunasema ufupisho wa kauli, anna an-Nadhima abbara bima dhakara, ya kwamba an-Nadhim rahimahullah ameelezea kwa yale ambayo ameyataja, liyanussa ala shumuli al-hukm, ili atoe dalili na kubainisha kunako kuenea kwa hukum, likulli min alqabil bina, katika kila kimoja kati ya laqab za albina, wa alqabil i'rab, na laqab za i'rab. Walam yadhkur aljazma was-sukun, na an-Nadhim rahimahullah hajaitaja jazm na hajaitaja sukun, wa huma min alqabil i'rabi, na vitu hivyo viwili ni katika laqab za i'rab, liadami taalluqiha bihadha albab, kwa sababu ya kutokufungamana kwake na mlango huu.
idh la yadkhuluhuma rawmun wala ishmam, kwa sababu hakuingii katika jazm au sakna, hakuingii rawm wala ishmam. Wa harakatul bina tusafu billuzum, na haraka ya albina inasifika kwa alluzum, yani kulazimikiana. Liannaha la tataghayyaru madama al-lafdhu bihalihi, kwa sababu gani? Kwa sababu haraka ya albina haibadiliki wakati ambapo tamshi lipo katika hali yake. Falihadha qala an-nadhim, kwa sababu hii amesema an-nadhim rahimahullah, lilazimin binaan, ay ma nawa'tuhu, hi haraka sijaigawanya, illa liajli annahu munqasimun ila lazimil bina, isipokuwa ni kwa sababu ya kwamba haraka imegawanyika kwenda katika lazim albina, yani kuna haraka ambayo ina laqab ya albina, wa ila dhi i'rabin, na kuna haraka ambazo ni za i'rab, tamam, yani zina laqab ya i'rab. Sara bidhalika, haraka hiyo imekuwa kwa hilo, yani kwa kuwa kwake ya kwamba ni mu'rab, mutanaqilan, ni yenye kuhama na kugeuka, min raf'in, kutoka katika raf, ila nasbin, kwenda katika nasb, ila jarrin, kwenda katika jar. Bimaana mathalan jina ambalo litakuwa linasifika na i'rab, yani kukubali i'rab, maana yake linakubali kuwa na raf, linakubali kuwa na nasb, linakubali kuwa na jar, yani fatha itaingia, kasra au dhamma. Bi'tibari ma taqtadhihi al-awamilu al-musallatatu alayhi, kwa kuzingatia kile ambacho kinachoamuliwa na viambatanishi ambavyo vimeingia au vitendea kazi ambavyo vitakuwa vimeingia katika sehemu hiyo. Tamam. Wama nuwi'a tahriku, na haraka haijagawanywa, tamam, illa lilazimin binaan, isipokuwa kwa ajili ya kuashiria zile alqab za albina ambazo zinasifika kwa alluzum, wa i'rabin, na kuashiria zile alqabu za i'rab, ghada mutanaqila, zitakuwa ni zenye kugeuka geuka, yani zinakubali raf'u, nasbu na jar katika sehemu ambazo zitakuwa zinasifika na i'rab. Tamam. Kisha akasema an-Nadhim rahimahullah, wa fi ha'i ta'nithi wa mimil jami'i qul wa 'aridi shaklin lam yakuna liyadkhula. Al-ma'na la yadkhulu ar-rawm wala al-ishmam fi al-mawadhi' ath-thalathati haythu waqa'at, haitokubali kuingia rawm wala ishmam katika sehemu tatu popote zitakapotukia. Al-awwal, sehemu ya kwanza ni ha'u ta'nith, wa hiya allati takunu fil wasli ta'an, na ha at-ta'nith ni ile ambayo wakati wa kuunganisha inakuwa ni ta, wa yuqafu 'alayha bil ha, lakini wakati wa kusimama tunasimama katika sehemu hiyo kwa ha. Mfano ni'ma, tamam, ni'ma, wakati wa kuunganisha tunaitamka ni ta, na wakati wa kusimama tunasimama kwa ha. Kwa hiyo ar-rawm na ishmam haitoingia hapa. Athani, sehemu ya pili, mimul jam, katika mim al-jam, inda man yasiruha biwawin waslan, kwa wale wanachuoni ambao wanaiunganisha na wao wakati wa kuunganisha, yani waslan, wale wanachuoni ambao wanasoma kwa as-sila, tamam. Kwa hiyo ukisimama hapo, fala yadkhuluha ar-rawm wal ishmam aydan, hakuto ingia sehemu hiyo rawm wala ishmamu pia. Wa amma man yaqra'uha bisukuni waslan, ama wanachuoni ambao wanasoma kwa sakna katika mim al-jam wakati wa kuunganisha, wa waqfan, na wakati wa kusimama, fala yata'atta fiha dukhulu ar-rawm wal ishmam indahu, haitokubali katika sehemu hiyo kuingia kwa ar-rawm wala ishmam kwa wanachuoni hao. Sababu gani? Kwa sababu tumesema sakna haingiwi na ar-rawm wala al-ishmam. Athalith, sehemu ya tatu ni aridu ash-shakl, shakli ambayo imetukia, ay al-harakatu al-arida, haraka ambayo imetukia na si haraka ya asili katika herufi. Sawaun kana uruduha lin-naql, sawasawa kuwe kutukia kwake ni kwa an-naql, yani kuhamisha haraka. Mfano qul uhiya
Wanachuoni wanaosoma kwa an-naql wanasoma quluhiya. Kwa hiyo tukisimama katika qul, tunasimama kwa iskani tu, kwa sababu haraka iliyokuwepo hapa ni arid ash-shak. Tamam. Min istabraqa, min istabraqa. Tukisimama tunasimama min kwa iskani tu na sio kwa ar-ram wal ishmam. Indama yanqulu harakata alhamzati ila ma qablaha, kwa wanachuoni ambao wanahamisha haraka ya hamza kwenda katika herufi iliyopo kabla yake. Au litakhallusi min altiqa'i sakinain, au haraka ambayo imetukia kwa sababu ya kuepuka kunako kukutana kwa sakna mbili. Mfano qulillahumma, asili ni qul, kumewekwa kasra kwa sababu ya kukutana sakna mbili. Tukisimama tunasimama na iskani tu. Wala tansaw alfadla, tansaw asili ni iskan, kumewekwa dhamma kwa sababu ya kuepusha kukutana kwa sakna mbili wa hakadha. Tamam. Kwa hiyo kiufupi, ar-ram wala ishmam haitoingia katika ha at-ta'nith, haitoingia katika mim al-jam, haitoingia katika arid ash-shakl. Tamam. Hapa tuna aqsam za ha adh-dhamir kabla ya kumalizia beti ambazo zimebaki. Yanqasimu ha adh-dhamir bin nadhari ila ma qablaha ila 7 aqsam. Ha adh-dhamir kwa kutazama yale ambayo yapo kabla yake, ha adh-dhamir inagawanyika katika vigawanyiko 7. Kwanza, ayakuna qablaha dhammun, kabla yake kuwe kuna dhamma. Mfano fa inna Allaha ya'lamu au athimun qalbuhu. Athani, kigawanyiko cha pili, ayakuna qablaha ummu dhamm, kabla yake kuwe kuna mama wa dhamma, wa hiya alwawu sakina, na mama wa dhamma ni wawu yenye sakina. Mfano wama qataluhu au washarawhu. Athalith, kigawanyiko cha tatu, ayakuna qablaha kasrun, kabla yake kuwe kuna kasra. Mfano min rabbi baina almar'i wa zawji. Tamam. Arabi, kigawanyiko cha 4, ayakuna qablaha ummul kasra, kabla yake kuwe kuna mama wa kasra, wa hiya alya'u sakina, na mama wa kasra ni ya yenye sakina. Mfano fi akhi wa liwalidayhi na ilayhi. Alkhamis, kigawanyiko cha 5, ayakuna qablaha fathun, kabla yake kuwe kuna fatha. Mfano lan tukhlafa safiha nafsa, na mifano mingine. Asadis, kigawanyiko cha 6, ayakuna qablaha ummul fathi wa hiya alif, kabla yake kuwe kuna mama fatha, na mama wa fatha ni alif. Mfano ijtabah wa hadah an takhsha. Tamam. Na asabi', kigawanyiko cha 7, ayakuna qablaha harfun sakinun sahih, kabla yake kuwe kuna herufi yenye sakna ambayo ni sahihi. Mfano falyasum min ladun wa faahlakat, na mifano mingine. An-Nadhim rahimahullah amesema katika ha adh-dhamir, wa fil ha'il al-idmar qawmun abawhuma wa min qablihi dhammun aw al-kasru muthila aw ma huma wawun wa ya'un wa ba'dhuhum yura lahuma fi kulli halin muhallila. Al-ma'na, bayyana an-Nadhim rahimahullah amebainisha anna jama'atan min ahli al-ada, ya kwamba kuna kundi miongoni mwa ahli al-ada, mana'u idkhal al-ishmami war-rawmi fil anwa'i al-arba'ati al-ula, wamezuia kuingia kwa ar-rawm na ishmam katika aina 4 za mwanzo tulizozitaja hapo nyuma. Aina 4 za mwanzo wanachuoni wamezuia kuingia kwa ar-rawm na ishmam. Tamam. فالنوع الأول والثالث مذكوران في قوله ومن قبله ضم أو الكسر. Aina ya kwanza na ya tatu zimetajwa katika kauli yake, wa min qablihi dhammun, kabla yake kukiwa kuna dhamma, yani ha adh-dhamir nyuma yake kuna dhamma, au al-kasr au nyuma yake kuna kasra. Wa an-naw'u ath-thani, na aina ya pili, wa rabi' na ya 4, madhkurani fi qawli, zimetajwa katika kauli yake, au ma huma wawun wa ya'un, au mama zao na mama zao ni wawu na ya, yani imma kabla ya ha adh-dhamir kuwe kuna dhamma au mama yake ambaye ni wawu, au nyuma ya ha adh-dhamir kuwe kuna kasra au mama yake ambaye ni ya. Wal wawu fi qawlihi wa min qablihi lilhal,
na wawu ambayo yupo katika kauli yake wa min qablihi ni wawu ya hal. Ai an-Nadhim rahimahullah amesema wa fil ha'il al-idmar qaumun abawhuma, na katika haya idmar yani ha al-dhamir kuna jamaa min ahli al-ada wamekataa kuingia kwa ar-rawm na ishmam katika ha al-dhamir, lakini kwa masharti yafuatayo: wa min qablihi, qabla ya ha al-dhamir kuwa kuna dhamma, tamam, dhammun au al-kasru au kuwa kuna kasra, tamam, au ma huma au kuwa kuna mama wa dhamma au kasra, yani nyuma yake kuwe kuna wau au kuwe kuna ya, au ma huma wawun wa yaun, au mama wa dhamma na mama wa kasra, na mama wa dhamma ni wau na mama wa kasra ni ya. Kwa hiyo wakazuia kuingia kwa ar-rawm na ishmam katika ha al-dhamir kukiwa nyuma yake kuna hali hizi nne, tamam, dhamma, kasra, waw au ya. Thumma bayyana anna ba'dha ahli al-ada yura muhallila, kisha akabainisha an-Nadhim rahimahullah ya kwamba baadhi ya ahli al-ada wameonekana wakiwa ni muhallila, ay mujizan, wakiwa ni wenye kuruhusu lirrawmi wal ishmam, kuingia kwa ar-rawm na ishmam fi ha al-dhamir, katika ha al-dhamir, fi jami'i ahwaliha as-sab'a, katika hali zake zote saba al-madhkura ambazo zimetajwa hapo nyuma. Ndio maana ya an-Nadhim rahimahullah aliposema wa ba'dhum, na baadhi ya ahli al-ada, yura lahuma, wameonekana au imepokelewa kwa wao, fi kulli halin, katika kila hali, katika aina zote, muhallilan, wakiwa ni wenye kuhalalisha, wenye kujuzisha kuingia kwa ar-rawm na ishma. Fayustafadu min an-nadhmi, tunapata faida katika beti hizi, anna fi ha'i ad-dhamiri min haythu dukhuli ar-rawm wal ishmam fiha 'inda al-waqf madhhabayn, ya kwamba katika ha ad-dhamir tukiangalia kuingia kwa ar-rawm au tukizingatia kuingia kwa ar-rawm na al-ishmam katika ha ad-dhamir wakati wa kusimama tuna madhhabu mbili, na katika sharh yetu ya al-Jazariya tulitaja madhhabu tatu, tamam. Madhhabu moja haijatajwa katika mandhuma ya ash-Shafi'iyya, lakini ameitaja Imam Ibn al-Jazari rahimahullah katika Tayyibatu an-Nashri, mafhum. Kwa hiyo hapa kumetajwa madhhabu mbili tu. Almadhhabu al-awwal, madhhabu ya kwanza, man'u dukhulihima fi anwa'iha al-arba'ati al-ula, kuzuia kuingia kwa ar-rawm na ishmam katika aina zake nne za mwanzo, wa ijazatu dukhuliha fi anwa'iha ath-thalathati al-ukhra, na kuruhusu kuingia kwa ar-rawm na ishmam katika aina zake tatu zilizobakia. Almadhhabu athani, madhhabu ya pili, ijazatu dukhulihima fi jami'i anwa'iha as-sab'a, kuruhusu kuingia kwa ar-rawm na ishmam katika aina zake zote saba. Na madhhabu ya tatu tuliitaja ni al-man'u mutlaqan, kuzuia moja kwa moja. Tamam. Kufikia hapa tunakuwa tumehitimisha mlango wetu wa leo. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala jalie haya ambayo tunaojifunza yawe katika mizani ya mema yetu siku ya kiyama. Fahuwa waliyu dhalika wa huwa alqadir alayhi, na kama kuna sehemu kuna khata au zalal au nisyan, hayo ni mapungufu yetu na ukamilifu ni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.